بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Yasin. Kwa haki ya Qur'ani yenye hikma. Hakika wewe ni miongoni mwa waliotumwa juu ya njia iliyonyoka, uteremsho wa mwenye nguvu mwenye kurehemu, ili waonye watu ambao baba zao hawakuonywa, basi wao wamekuwa wenye kughafilika. Bila shaka kauli imekwisha thibiti juu ya wengi katika wao, kwa hivyo hawaamini. Tumeweka makongwa shingoni mwao, yakawafika vilevuni, kwa hivyo vichwa vyao viko juu tu. Tumeweka kizuizi mbele yao na kizuizi nyuma yao, na tumewafunika macho yao, kwa hivyo hawaoni. Ni sawa sawa kwao ukiwaonya au usiwaonye, hawataamini. Hakika wewe unammonya mwenye kufuata ukumbusho na akamcha Ar-Rahman, mwingi wa rehema kwa ghaibu. Basi mbashirie huyo msamaha na ujira mwema. Hakika sisi tunawafufua wafu, na tunayaandika wanayoyatanguliza na wanayoyaacha nyuma, na kila kitu tumekihifadhi katika daftari asli lenye kubainisha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah. Surati Yasin imeteremka Makka. Sura hii imeanzia kwa harufi mbili ambazo ni katika harufi za kuundiwa maneno ya Kiarabu, na ikafuatiliza kwa kuapa kwa Qur'ani ya kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila shaka ni miongoni mwa mitume waliotumwa, na kwa hakika yeye yuko kwenye njia iliyonyooka iliyorasimiwa na Qur'an aliyoteremshiwa yeye kutokana na mtukufu mwenye nguvu mwenye kurehemu, ili apate kuwaonya kwayo watu ambao baba zao hawakupata kabla yake kuonywa. Tena sura ikaingia kutufanyia taswira, picha ya wanaokataa ambao hawanafiriki na maonyo, na inatubainishia kwamba kuonya humfaidisha mwenye kuelekea kupokea makumbusho na kumcha mwingi wa rehema, na kwamba hakika Mwenyezi Mungu atawafufua wafu na atavihisabu vitendo vya waja. Na sura ikaingilia kuwapigia mfano makafiru wa Maka, na ikabainisha mvutano baina ya wanaomlingania Mwenyezi Mungu na wanaokadhibisha. Inabainisha mwisho wa makundi mawili hayo. Kisha ikawa inaeleza dalili za uweza unaopasa kuuamini na kuogopa miadi ya Mwenyezi Mungu itakayowatokea ghafla katika siku ambayo kila mtu atalipwa kwa aliyoyatenda. Watu wa peponi watastareheshwa, watapata watachokitamani, na watu wa motoni watafukuzwa,
nao watakuwa katika mbano wa uweza wa Mwenyezi Mungu. Midomo yao itazibwa na viungo vyao ndivyo vitavyotamka. Na Mwenyezi Mungu angelipenda, basi bila shaka angelizigeuza sura zao pia, kwani ni yeye ndiye mwenye kumbadilisha anayemrefushia umri wake duniani, badala ya nguvu akawa dhaifu, na badala ya akili akawa amepiswa. Na yeye ndiye aliyemlinda nabii wake na kuzugwa na kichaa, naye hakumfundisha utungaji mashairi, na wala hauhitajiki ufundi huo unamfanya aliyenao kutangatanga katika kila bonde. Mtume hakuja ila kwa ajili ya ukumbusho ulio wazi, uliotokana na akili, sio uliotokana na mawazo mapepe tu. Na sura ikaendelea kukumbusha fadhila za Mwenyezi Mungu juu ya waja wake, na kwamba yeye amewafanya wanyama wa mifugo ambao wanawamiliki na wanawapanda wawatumikie. Na juu ya neema hizi zilizowekwa kwa faida yao, wao bado wanakwenda kuabudu miungu ya ushirikina isiyoweza kitu. Na sura ikahitimisha kwa kumtaka binadamu aangalie namna alivyoumbwa kutokana na tone la manii, na halafu yeye anakuwa ni mpinzani wa kudhihirisha upinzani wake. Na yule aliyeumba hapo mwanzo, na anayetoa moto kutoka mti wa kijani, na aliyeumba mbingu na ardhi, huyo basi ni muweza wa kuyafufua mafupa nayo yamekwisha kuvurugika. Na amri yake ni kukiambia kitu kuwa na kikawa. Ametakasika mwenye kumiliki kila kitu, ni kwake yeye mtarejea. Yasin, hizi ni harufi mbili zilizoanzia sura hii kwa mujibu wa mpango wa Qur'ani katika kuanzia baadhi ya sura kwa harufi moja moja. Ninaapa kwa Qur'ani yenye kukusanya hekima na elimu yenye manufaa. Hakika wewe Muhammadi ni katika wale ambao Mwenyezi Mungu amewatuma kwa watu wawapelekee uongofu na dini ya haki, juu ya njia iliyo sawa, nayo ndiyo dini ya Kiislamu. Ni mteremsho wa mwenye nguvu, mwenye kushinda kila kitu, ambaye hapana mtu awezaye kumzuia chochote kitakacho, mwenye kuwarehemu waja wake kwa kuwatumia watu wa kuongoza njia kuokoka, ili uwaonye watu ambao baba zao wa karibu hawakupata kuonywa, na kwa hivyo wamesahau yanayowajibikia kwa Mwenyezi Mungu na kwa nafsi zao na kwa watu. Sisi tulikwisha jua kuwa wengi wao hawatahiari imani, basi yale tuliyokuwa tunayajua yamwafikiana na yaliyo kwao, basi haitakuwapo imani kutoka kwao. Sisi tumewafanya hao wanaokakamia juu ya ukafiri ni kama waliotiwa minyororo shingoni mwao, ikawafika vilevuni mwao, na mikono yao ikawa imefungwa kwenye vichwa vyao, vikawa vimenyanyuka juu na macho yao yameinama. Basi hawawezi kuvizungusha vichwa vyao wapate kuona. Na tumewafanya wale waliozuiwa wasione ishara dalili ni kama waliofungwa baina ya kuta mbili, na macho yao yakagubikwa wasione yaliyo mbele yao wale yaliyo nyuma yao. Na ni sawa kwao ukiwahadharisha au ukitwahadharisha, hawaamini hao. Hakika wanaonafika kukuhadharisha kwako ni wale wanaoifuata Qur'ani na wanamhofu Ar-Rahmani japokuwa hawamoni. Basi watu hawa wape bishara njema kuwa Mwenyezi Mungu atawasamehe madhambi yao na atawalipa malipo mema kwa vitendo vyao. Hakika sisi tunawahuisha maiti na tunayaandika yote walioyatenda na wakayakadamisha duniani, na walioyabakisha humo kuwa ni hatari mabaki yao baada ya kufa kwao, na kila kitu kimo katika kitabu kilicho wazi. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. Na wapigie mfano wa wakazi wa mji walipowafikia waliotumwa tulipowatumia wawili wakawakanusha. Basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine watatu, wakasema hakika sisi tumetumwa kwenu. Wakasema nyinyi si chochote ila ni watu kama sisi, na mwingi wa rehema hakuteremsha kitu, nyinyi mnasema uongo tu. Wakasema Mola wetu mlezi anajua kwamba hakika sisi tumetumwa kwenu, wala si juu yetu ila kufikisha ujumbe ulio wazi. Wakasema sisi tumeagua kuwa nyinyi ni wakorofi. Ikiwa hamtaacha basi kwa yakini tutakupigeni mawe na mtapata adhabu chungu kutoka kwetu. Wakasema ukorofi wenu mnao wenyewe. Je, ni kwa kuwa mnakumbushwa? Ama nyinyi ni watu waliopindukia mipaka? Na akaja mtu mbio kutokea upande wa mbali wa mjini, akasema enyi watu wangu, wafuateni hawa waliotumwa, wafuateni ambao hawakutakini ujira, hali ya kuwa wenyewe wameongoka. Na kwa nini nisimwabudu yule aliyeniumba na kwake mtarejeshwa? Je, niishike miungu mingine badala yake? Ar-Rahman, mwingi wa rehema, akinitakia madhara uombezi wa hao hautanifaa kitu wala hawataniokoa. Basi hakika mimi hapo nitakuwa katika upotovu uliodhahiri. Hakika mimi nimemwamini Mola wenu mlezi, basi nisikilizeni. Akaambiwa ingia peponi. Akasema laiti kuwa watu wangu wangelijua jinsi Mola wangu mlezi alivyonisamehe na akanifanya miongoni mwa walioheshimiwa. Na hatukuwateremshia kaumu yake baada yake jeshi kutoka mbinguni, wala si wenye kuteremsha. Hakukuwa ila ukelele mmoja tu, na mara walizimwa. Na wasikitikia waja wangu, hawajii mtume ila wao humkejeli. Je,
hawaoni umma ngapi tulizoziangamiza kabla yao? Hakika hao hawarejei tena kwao, na hapana mmoja ila wote watakusanywa waletwe mbele yetu. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ewe nabii, watajie watu wako kisa cha mji mmoja, kwani hicho ni kama kisa chao. Waliwaendea wajumbe waliotumwa ili wawahidi. Baadhi ya wafasiri wanasema mji huo ni Antiokia. Tuliwatuma wajumbe wawili wakawakadhibisha, tukaongeza nguvu kwa kumpeleka mwingine watatu. Basi hawa watatu wakasema, hakika sisi tumetumwa kwenu. Wale watu wa mji wakasema kuwajibu, nyinyi si chochote ila ni wanadamu kama sisi, na Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema hakuteremsha wahi wowote kwa mwanadamu. Nyinyi ni watu mnaosema yasiyokuwapo. Wale wajumbe wakasema, Mola wetu mlezi aliyetutuma anajua kuwa hakika sisi bila shaka tumetumwa kwenu, na sisi hatuna wajibu wowote ila kufikirisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu ufike kwa uwazi. Wanamji wale wakasema, sisi tunaona kuwa nyinyi mnatuletea ukorofi, na tunaapa lau kuwa hamsiti na huo wito wenu, hapana shaka tutakupopoweni kwa mawe, na hapana shaka mtapata kwetu adhabu kali yenye kutia uchungu. Wale wajumbe wakasema, ukorofi mnao nyinyi wenyewe kwa hizo kufuru zenu. Badala ya kuaidika kwa mambo yenye kheri kwenu wenyewe, mnatutuhumu sisi kuwa ni wakorofi na mnatutishia kutupa adhabu chungu. Lakini nyinyi ni watu mliopindukia mipaka ya haki na uadilifu. Akaja mtu kutoka huko mwisho wa mji akiwakimbilia wale wanamji, akawaambia, wafuateni hawa waliotumwa kwenu na Mwenyezi Mungu. Wafuateni watu wasiotaka kwenu ujira wowote kwa kunasirini na kukuongozeni, na hali wao wenyewe wameongoka, na nyinyi mtapata manufaa kwa kufuata njia ya kheri na mafanikio. Na kitu gani cha kunizuia hata nisimwabudu yule aliyeniumba, na ambaye kwake yeye si kwa mwinginewe ndiyo mtarejea? Je, nishike kwa kuiabudu badala ya Mwenyezi Mungu miungu mingine isiyonifaa kitu kuniombea kwao pindi Mwenyezi Mungu akinitakia madhara? Wala hawatuniokoa nayo yakinishukia hayo madhara. Basi hakika mimi nikiabudu miungu mingine badala yake yeye, nitakuwa katika upotovu ulio dhahiri. Hakika mimi ninamsadiki Mola wenu mlezi aliyekuumbeni, na ndiye mwenye kutawala mambo yenu. Basi nisikilizeni na mnitii. Kuwa ni malipo ya imani yake na wito wake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ataambiwa, ingia peponi. Naye hali yuko katika kivuli cha neema na heshima atasema, laiti kuwa watu wangu wangelijua nilivyokufiria Mola wangu mlezi na kunipa heshima, nao wakaamini kama nilivyoamini mimi. Na sisi hatukuangamiza kwa kuwapelekea maaskari kutoka mbinguni, wala huo siyo mtindo wetu kupeleka majeshi tunapuyahiliki mataifa. Kuteketezwa kwao hakukuwa ila ni kwa ukelele mmoja tu tuliwapelekea, na mara wao wakawa ni maiti kama moto uliozimwa. Hasara yao inayofaa kusikitikiwa. Hatuwapelekei waja wangu mtume ila wao huwa wakifanya masara, kwani wao hawayazingatii mataifa mengi yaliyotangulia tuliyahiliki. Hakika hao hawarejei tena kwenye maisha yao ya duniani. Hapana katika mataifa yaliyotangulia na yajayo, ila wote watakusanywa mbele yetu, nao wamelazimishwa kuhudhuria mbele yetu. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون na ishara hiyo kwao ardhi iliyokufa nasi tukaifufua na tukatoa ndani yake nafaka wakawa wanazila na tukafanya ndani yake mabustani ya mitende na mizabibu na tukatimbua chemchem ndani yake ili wale matunda yake na hayo hayakufanywa na mikono yao basi je hawashukuru subhana ametakasika aliyeumba dume na jike vyote katika vinavyomea katika ardhi na katika nafsi zao na katika wasivyovijua na usiku ni ishara kwao tunauvua humo mchana mara wao wanakuwa gizani na jua linakwenda kwa kiwango chake hayo ni makadirio ya mwenye nguvu mwenye kujua na mwezi tumeupimia vituo mpaka unakuwa kama karara kongwe haliwi jua kufikia mwezi wala usiku kupita mchana na vyote vinaogelea katika njia zao na ni ishara kwao kwamba sisi tuliwapakia dhuria zao katika jahazi iliyosheheni na tukawaumbia kutoka mfano wake wanavyovipanda na tukitaka tunawazamisha wala hapana wa kuwasaidia wala hawaokolewi isipokuwa kwa rehema zitokazo kwetu na starehe kwa muda na wanapoambiwa jilindeni na aliyoko mbele yenu na aliyoko nyuma yenu ili mpate kurehemewa na haiwafikii ishara yoyote katika ishara za Mola wao mlezi ila wao huwa ni wenye kuipuuza na wanapoambiwa toeni katika aliyokupeni Mwenyezi Mungu waliokufuru huwaambia walioamini je tuwalishe ambao Mwenyezi Mungu angependa angeliwalisha mwenyewe nyinyi hammo ila katika upotofu uliodhahir na wanasema ahadi hii itatokea lini ikiwa nyinyi ni wakweli hawangojei ila ukelele mmoja tu utakaowachukua na wamo kuzozana basi hawataweza kuhusia wala kwa watu wao hawarejei Allahu Akbar Allahu Akbar La
yao ya uweza wetu wa kufufua ni kuangalia vipi ardhi yenye ukame tunavyoihuisha kwa maji na kutoa ndani yake nafaka wanazozila, na humo tukafanya vitalu na mabustani ya mitende na mizabibu, na tukapasua humo chemchemu ya kumwagia maji kwenye miti yake, na ikatoa matunda, na wao wakala katika hayo. Na hayo si kazi ya mikono yao, basi kwa nini hawatoe haki ya Mwenyezi Mungu iliyo juu yao kwa kumwamini na kumshukuru? Wakutakasika ni Mwenyezi Mungu aliyeumba kila kitu kwa mpango wa ume na uke, katika mimea na katika nafsi za watu na katika vitu ambavyo watu hawavijui. Hii harufi min, yani katika aya hii ni ya kubainisha maana yake Mwenyezi Mungu mtukufu ameumba madume na majike katika viumbe vyake vyote sawa sawa, katika mimea na wanyama na wanadamu na vinginevyo ambavyo watu hawavijui na hawavioni. Na ishara pia ya kuwapo Mwenyezi Mungu na uweza wake ni huu usiku ambao tunautoa ndani yake mchana, kama kuivua nguo inayositiri. Mara utaona watu wa mwagizani ilowazunguka kila upande, na jua linakwenda katika njia yake maalum. Mwenyezi Mungu amekwisha kadiria kwa zama na mahala. Huo ndio mpango wake mwenye kushinda kwa uweza wake, mwenye kuvizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake. Na mwezi kwa mpango wetu tumeujalia una vituo vyake. Mwanzo wa mwezi unakuwa mdogo na mwembamba, kisha kila usiku unazidi kukua mpaka unatimia kwamba mwezi, tena unaingia kupungua vile vile mpaka ukawa kama karara la mtende inapokuwa kongwe, limepindana na limekuwa manjano. Haipelekei jua likacha sharia zake likakutana na mwezi na likaingia katika njia zake, wala usiku hauwi kushinda mchana ukauzuia usije, bali vyote viwili hivyo hupeana zamu, na vyote jua na mwezi na vinginevyo vyote vinaogelea katika njia zao za mbinguni, wala haviachi njia. Katika aya hizi tukufu zinabainisha ukweli wa kielimu ambao wataalamu walikuwa hawaujui ila mwanzo wa karne ya 14 ya kuzaliwa Nabii Isa. Na jua ni moja katika nyota za mbinguni, nalo kama nyota zilizobaki lina mwendo wake wenyewe, lakini linahitalifiana na nyota nyingine kwa kuwa lipo karibu na dunia, na kwa kuwa lina kundi la sayari na miezi ya mikia na sayari ndogo ndogo zinazolifuata daima na zinatii mvuto wake. Kwa hivyo zinakuwa hizo zinazunguka kufuatana kwa utungo kama sura ya yai, na mkusanyiko wote huu unakwenda angani pamoja na jua kwa mvuto wake. Kwa ufupi, jua na ardhi na mwezi na sayari zote na vyombo vyote hivyo vinakwenda angani kwa mbio maalum na kuelekea jiha maalum, na yaonekana kuwa jua na mkusanyo wote huo wake na nyota zilizo karibu nalo zipo katika mkusanyo uliotanda katika mbingu inayoitwa kwa Kiarabu Sajm al-Majra au kwa Kiingereza Nebula Cause. Na imebainika kwa masomo ya kisasa sehemu zote za hiyo nebula zinaizunguka kati yake kwa mbio ya kunasibiana na kinyume cha umbali wake kutoka hapo kati. Pia imeonekana kuwa jua na ardhi na sayari zake na nyota zilizo karibu nayo, vyote hivyo vinakwenda mbio na upande maalum. Mbio zake zinafikia kilomita 700 kila nukta moja, na kunatimia kuzunguka kwake kukizunguka hicho kituo cha kati kwa kiasi ya miaka milioni 200 ya mwangaza. Na kiini cha maneno ni kuwa aya tukufu iliyotaja kuwa jua linakwenda kwa kiwango chake hawakujua wataalamu uzuri wake wa ndani mpaka katika mwanzo wa karne hii. Wala hayamkini jua kupata mwezi, kwani kila kimojapo kinakwenda katika njia zake mbalimbali. Basi ni muhali kukutana kama ilivyokuwa ni muhali kupitana usiku na mchana. Hayo ingetakikana ardhi izunguke juu ya msumari kati wake kutoka mashariki kwenda magharibi, kinyume na ilivyo hivi sasa kutoka magharibi kwenda mashariki. Na mwezi katika kuizunguka kwake ardhi na ardhi kulizunguka jua huenda pamoja na mkusanyo wa nyota unaoitwa manazili al-Qamar au lunar system. Na katika robo ya mwanzo na ya mwisho wa mwezi huonekana sura yake kama karara kongwe
au kole ilokauka linapokuwa kongwe na kunyauka. Na ishara nyingine kwao ni kuwa sisi tuliwapakia wanadamu katika jahazi iliyojaa bidhaa zao na riziki zao, na tukawaumbia mfano wa hiyo merikebu na vinginevyo wanavyovipanda kadhalika. Na tukitaka kuwazamisha tunawazamisha, na wala hawapati wa kuopoa wala hawapati wa kuokoa wasiangamie. Lakini sisi hatuwazamishi kwa sababu ya rehema inayotokana nafsi, na ili tuwastereheshe kwa muda uliokushakadiriwa. Na wanapoambiwa yaogopeni mfano aliyowapata mataifa yaliyokushapita kwa kukadhibisha kwao, na iogopeni adhabu ya akhera ambayo itakupateni kwa kushikilia kwenu kafiri, kwa kutaraji kuwasa Mola wenu mlezi akakurehemuni mkimcha yeye, waupuza. Na haiwajii hoja katika hoja za Mola wao mlezi yenye kuonyesha upweke wa Mwenyezi Mungu na uweza wake, ila wao huipa nyongo, hawaijali. Na wakiambiwa wapeni mafakiri kutokana na hicho alichokuruzukuni Mwenyezi Mungu, makafiri huwaambia waumini, je, tuwalishe watu ambao Mwenyezi Mungu mwenyewe angelitaka angeliwalisha? Hivyo inakuwa tunamfanyia inda Mwenyezi Mungu kwenda kinyume na mapenzi yake. Nyinyi mnaotaka tutowe si chochote ila mmo katika upofu ulio wazi, hamuioni haki. Na huwaambia waumini kwa kuwafanyia kejeli, lini yatatokea hayo mliotuahidi, kama nyinyi mnasema kweli katika mnayoahidi? Hawangoje ila sauti moja tu iwamalize kwa ghafula, nao wakizozana katika mambo ya kidunia wameghafilika na akhera. Kwa upesi wa hayo yatakayowateremkia hawatowahi kusia chochote wala kurejea kwa hali zao. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. Na litapulizwa baragumu, mara watatoka makaburini wakikimbilia kwa Mola wao mlezi. Watasema, ole wetu, nani aliyetufufua kwenye malazi yetu? Haya ndiyo aliyoyaahidi mwingi wa rehema,
na wakasema kweli mitume. Haitakuwa ila ukelele mmoja tu, mara wote watahudhurishwa mbele yetu. Basi leo nafsi yoyote haitadhulumiwa kitu, wala hamtalipwa ila yale mliokuwa mkiyatenda. Hakika watu wa peponi leo wamo shughulini, wamefurahi. Wao na wake zao wamo katika vivuli, wameegemea juu ya viti vya fahari. Watapata humo kila namna ya matunda, na watapata kila watakachokitaka. Salama. Hiyo ndiyo kauli itokayo kwa Mola mlezi mwenye kurehemu. Na enyi wakosefu, jitengeni leo. Je, sikuagana nanyi enyi wanadamu kuwa msimwabudu shetani? Hakika yeye ni adui dhahir kwenu, na ya kwamba mniabudu mimi. Hii ndiyo njia iliyonyoka. Na bila ya shaka yeye amekwisha lipoteza kundi kubwa miongoni mwenu. Je, hamkuwa mkifikiri? Hii basi ndiyo jahannam mliokuwa mkiahidiwa. Ingieni leo kwa vile mlivyokuwa mkikufuru. Leo tunaviziba vinywa vyao, na iseme nasi mikono yao, na itoe shahidi miguu yao kwa waliokuwa wakiachuma. Na tungelipenda tungeliyafutilia mbali macho yao, wakawa wanaiwania njia, lakini wangeionaje? Na tungelitaka tungewageuza sura hapo hapo walipo, basi wasingeweza kwenda wala kurudi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na marugumu itapulizwa kwa mpulizo wa kufufua watu. Mara watu watatoka makaburini mwao wakikimbilia kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu. Na hilo marugumu na kupulizwa kwake ni katika anayajua Mwenyezi Mungu yeye peke yake. Watasema watakaofufuliwa kutoka makaburini, balaa gani iliyotushukia? Nani aliyetuamsha tukauacha usingizi wetu? Jawabu ya swali lao itawajia, hii ndiyo siku ya kufufuliwa aliyoahidi Ar-Rahmani mwingi wa rehema waja wake. Na mitume wakaisemea kweli kwa waliyasimulia. Wito wao wa kuwatoa hautakuwa ila ukelele mmoja tu, mara wote watakusanywa mbele yetu wahudhurishwe ili tuwahesabie. Basi katika hii siku ya leo haipungukiwi nafsi yoyote chochote katika ujira wake kwa kazi iliyotenda, na wala hamtopata isipokuwa jaza ya mliokuwa mkiyatenda, ikiwa ni kheri au shari. Hakika watu wa peponi hii leo watakuwa wameshughulika kwa neema walizonazo, wakistajabia na kufurahia. Wao na wake zao wamo katika vivuli vilivyoenea, wameegemea juu ya viti vilivyopambwa. Watapata huko peponi kila namna ya matunda, na kila wakitakacho watakipata. Wataambiwa salama, kuwa ni kauli iliyotoka kwa Mola mlezi mwenye kurehemu. Na wataambiwa wakosefu siku hii ya leo, jitengeni mbali na waumini. Enyi wanadamu, sikukusieni kwa msimfuate shetani kwa utiifu kama kwamba ni Mungu wa kuabudiwa. Hakika yeye ni adui yenu aliyedhihirisha uadui wake. Na nyinyi mniabudu mimi peke yangu, kwani kuniabudu mimi tu ndiyo njia kuu katika kusimamisha dini sawa. Na shetani hata wapotoa viumbe wengi kati yenu, nyinyi mnaghafilika na hayo. Basi hamkuwa mkifikiria mlipomtii yeye. Wataambiwa, hii ndiyo jahanamu mliokuwa mkiahidiwa mlipokuwa duniani, ndiyo jaza ya ukafiri wenu. Ingieni na hilikini kwa joto lake hii leo kwa ukafiri wenu. Leo vitazibwa vinywa vyao, basi havitotamka kitu. Mikono yao ndiyo itakayosema nasi, na miguu yao itatamka kwa kutoa shahidi juu yao kwa waliokuwa wakiyafanya. Na tungelitaka kuwatia upofu duniani, tungeliwatia upofu, wakawa wanaipapasa njia ya kupita wasiweze kuiona. Wataionaje nasi tumapofoa? Na lau tungelitaka kuzigeuza sura zao, tungelizigeuza zikawa mbaya, juu ya kuwa wana nguvu na jeo. Hata wasingeweza kwenda mbele wala kurudi nyuma, kwa kuwa ingekuwa tumevunja nguvu zao.